hana uwezo wa kufungua mlango wa gari akaingia, hana uwezo wa kufungua kwa sababu hata mikono yake, vidole vyake haviko vizuri. Kwa hiyo nimekuja kuangalia kwenye gari, nimekuta mtoto yuko ndani amelala kwenye gari, mwangalieni, na kweli tumemkuta mtoto amelala. Sasa tukajiuliza huyu mtoto kama asimami ameingiaje mle, ina maana atakuwa amemnyakua akamweka. Ule mtoto wa watu maskini, ule dada wa watu. Mtoto ni mlemavu, ni mtoto ni anakaa hivi ametulia mpaka bebo na bibi yake na mama yake. Penginevo ni maombi basi. Sasa amefikaje kwenye buti? Siti za nyuma za gari ni konda huyo. Tukasema hatutaki mpaka uongozi uje ndo mtoto atolewe. Atueleze huyu mama mtoto alikuwa anafanya nini muda wote ndani. Mtazamaji, jina langu naitwa Afonsi Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 15 majira ya saa 5 kasoro usiku. Hali ya taharuki imejitokeza katika maeneo haya baada ya mtoto mmoja mwenye ulemavu alipotea majira ya mchana kama kwenye saa 10 kuelekea saa 11 hivi. Lakini wananchi kwa kushirikiana wakamtafuta mtoto huyo kwa kutangaza misikitini na kutoa taarifa mbalimbali kwamba mtoto amepotea. Na mtoto huyu hawezi kufanya kitu chochote, kila kitu anasaidiwa, kubebwa, kupelekwa chooni na kila kitu. Lakini nyumba ambayo anaishi mtoto huyu pamoja na wazazi wake si mbali sana na hiyo nyumba ambayo mtoto amekutwa. Inaweza kwamba kwa mujibu wa taarifa, wakati wanamtafuta mtoto, mama mmoja alisikia sauti ndani ya moja ya nyumba iliyoko hapa kwamba kuna mtoto ndani. Wakaanza kupata mashaka juu ya uwepo wa mtoto katika eneo hili yule ambaye wanamtafuta. Wakafuatilia zaidi, wakaingia ndani, lakini mvutano kati ya mama mwenye nyumba pamoja na majirani ulikuwa ni mkubwa, kwa sababu mama mwenye nyumba huyo hakutaka ushirikiano pamoja na majirani hawa. Lakini wananchi wanaeleza pia maelewano yake kati ya majirani si mazuri. Hilo halikuwa na shida, lakini tatizo ni kwamba mtoto ambaye alikuwa anatafutwa alikuwa amefungiwa ndani ya gari aina ya Premio kwenye siti za nyuma karibia na buti. Wananchi wanajiuliza imekuwaje mtoto mlemavu huyu ambaye hawezi kufanya kitu chochote amefungiwa ndani ya gari, ile hali nyumba hii na geti, na kama aliingia ndani ya geti hana uwezo wa kushika kitu chochote. Nani ambaye alimfungulia milango mtoto huyu akaingia ndani ya gari? Maswali haya yamekosa majibu, lakini vile vile tayari jeshi la polisi wameshakuja hapa na kumchukua mama huyo na kuondoka naye kwa ajili ya taratibu nyingine. Ni kwamba mimi nilikuwa nyumbani, nikapigiwa simu kwamba kuna mtoto amepotea hapa kwenye mtaa wetu. Lakini nilipofika hapa tukawa wengine wametawanyika kwenda kutafuta, lakini bibi mwenye mtoto akasema kuna saa nilisikia mtoto analia huku ndani, lakini sasa hatujui, tukigonga hafungui. Tumekaa muda hatujapata mwafaka. Kwa hiyo baadaye tumekaa sana, watu wakagonga, kuna wengine wakaingia wakamuuliza wakatoka, lakini wananchi wakasema hapana, hatutaenda mbali kwa sababu mtoto huyu hatembei, hawezi kwenda mbali. Kwa hiyo lazima sisi tuna wasiwasi na hapa mtaani mtoto hawezi kufika mbali. Kwa hiyo tukaendelea kuwa na subira. Baadaye akatoka yeye mwenyewe akasema jamani, hebu naomba watu wachache waje. Kwa hiyo tukawa tumeteuliwa na wajumbe, tukaingia nikiwa na balozi. Mimi ni balozi wa shina namba 1, lakini kuna mjumbe ambaye ni wa shina namba 17. Kwa hiyo tukawa tumeingia sisi kama mabalozi ili tujue kitu gani kinachoendelea kule ndani. Kwa hiyo tulipofika akasema jamani, mimi saa 10 nilienda duka la dawa kuchukua dawa, naumwa. Kwa hiyo sikufunga geti, nilirudishia. Na milango ya gari niliacha wazi ili hewa iingie. Kwa hiyo nilivorudi nimekuta milango ya gari imefungwa na nikafunga mlango nikaingia ndani. Kwa hiyo baadaye nasikia watu wanagonga kwamba kuna mtoto amepotea, hebu fungua tuangalie, yuko huku kwako. Kwa hiyo watu walivyoingia akasema mimi, nikamwambia mimi sina mtoto, lakini kuna rafiki kama sikosei akampigia simu akamwambia hizi tuhuma za mtoto kupotea, hebu angalia huko, labda saa zingine na gari kama umeacha wazi mtoto huenda ameingia kwenye gari. Kwa hiyo nimekuja kuangalia kwenye gari, nimekuta mtoto yuko ndani amelala kwenye gari, mwangalieni. Na kweli tumemkuta mtoto amelala fofofa, amelala siti za nyuma, lakini milango imeloko. Kwa hiyo ameingiaje hatujui. Kwa hiyo akasema kabla hatujawaambia wananchi, naomba twendeni kwenye kamera tuangalie
kwamba aliingiaje. Kwa hiyo tumeenda kwenye kamera tukaa tunaangalia, tumeona watoto wakiwa wanacheza, lakini hatujafika kwenye eneo la kwamba mtoto ameingia ndani. Kwa hiyo ndo hapo ikawa huku nje tafulani imeingia. Kwa hiyo nikasema nitoke na mtoto, watu wasiseme kwamba mtoto amekufa, mtoto yuko hai. Nimetoka na mtoto mpaka hapo getini, lakini nikarudishwa na mtoto ndani, nikaambiwa mrudishe ulikomtoa. Kwa hiyo nikamrudisha mtoto, nikamweka kwenye gari. Ni kwamba amebebwa akaingizwa kwenye gari. Hana uwezo wa kufungua mlango wa gari akaingia, hana uwezo wa kufungua kwa sababu hata mikono yake, vidole vyake haviko vizuri. Ni mlemavu wa miguu na vidole vyake haviko vizuri. Mungu ni hapo, na mtoto alikuwa anacheza hapa, na watoto walikuwa wanakuja hapa hivi, anawafukuza. Muda kidogo mtoto simuoni, na mtoto ni mjukuu wangu mimi. Na hatembei huyo mtoto, ndo tukaanza kutafuta, tukatafuta mtoto hatujamuona. Ana shida ya miguu. Ni mlemavu wa miguu na ana miaka 4. Kafikaje huku? Sasa imekuwaje akafungia kwenye gari? Hakuna anayejua. Kuna watoto walikuwa wanacheza na watoto wenzake, na nilivyomuuliza Ashilina, Mudra yuko wapi, mlikuwa mnacheza naye? Ndio akasema ameingia huko. Ndio akasema kaingia huko ndani. Na sisi ndo tukangangana, kwanza tukakaa tukatafuta, hatukumuona mtoto, tukasikia sauti. Niache sitaki, sauti inatokea huko. Jina langu ni Sofia Shabani. Nilikuwa na wazo tumpigie mwenyekiti simu. Tumemtafuta mwenyekiti hapatikani. Kwa hiyo nilikuwa naona tu wazo langu, mwenyekiti angekuepo tungejua tunafanya nini. Yaani hapo ndo sijajua kwa kweli, maana mimi nimepigiwa simu kwenye saa 3:30 nikaambiwa kuna mtoto amepotea upande wako. Ndio nikaja, ndio tukafunguliwa mlango hapo, tukamkuta hapo ndani ya gari. Kwa Mji Mpya tuna hasira. Mtoto toka saa 12, saa 11 tunatafuta, saa 12 misikiti yote ikatangazwa, mtoto hajaonekana. Mida hii tukasema hatuondoki, tunalala hapa mpaka kukuche. Ndio mtoto akatolewa wapi? Getini. Na sisi tukasema hatutaki mpaka uongozi uje ndio mtoto atolewe. Atueleze huyu mama mtoto alikuwa anafanya nini muda wote ndani. Nipotea asubuhi toka mchana mida ya jioni. Saa 11. Yaani ni baada ya kuona tumesema hatuondoki, tunalala hapa, ndio maana akaamua kumtoa mtoto ndani ya geti. Mtoto hatembei, haongei. Mimi nilikuwa nyumbani nikapata taarifa tangu mapema kwamba kuna mtoto amepotea. Sasa mke wangu na watoto wangu akatoka kuja kumtafuta huyo mtoto. Nikiwa nyumbani nikasikia kelele uwiwi, nikafikiria labda mtoto amepatikana amekufa. Ndio na mimi nikaja kufuatilia. Kuja hapa ndio nikaingia ndani nikakuta mtoto amefungiwa ndani kwenye gari. Mida saa 1 mimi nimetoka kwa Morombo nikaja. Nikakuta kuna watu wengi sana. Nikauliza kuna nini, nikaambia mtoto wa jirani kapotea. Tukaungana kutafuta mtoto. Nikaambia mimi nende msikitini kumtangaza mtoto. Nikaenda msikitini kumtangaza mtoto, msikiti wa hapa chini. Nikaenda msikiti mwingine huko La City kumtangaza. Tukarudi hapa, lakini baada ya kurudi kuna dada moja hivi ndugu yangu Mwiraki akasema nilisikia sauti ya mtoto huku ndani. Mimi nikasema basi kama umesikia sauti ya mtoto, kwa sababu huyu dada apendanaki na watu wote, sio ikawa chuki binafsi. Kama kweli una uhakika sauti ya mtoto umesikia, wananchi tuandamane, twendeni tukamwangalie mtoto. Watu wakaogopa. Mimi nikamchukua dada moja tukaja hapa ndani. Kuja hapa ndani tukamwangalia mtoto kila sehemu, chooni, uvungu wa vitanda, tuko wawili, mimi na dada moja, uvungu wa vitanda, chooni, kila sehemu hadi huku nyuma ya nyumba. Akatuambiaje, tokeni hapa ndani kwangu mwe na kibali ya mume wangu na kibali cha polisi. Mume wake ni mwanajeshi. Akasema hebu tokeni. Basi sisi tukatoka. Tulivotoka mimi nikaona labda ni chuki ya watu, kwa sababu apendani na watu wote udada. Hajawahi kupendana na majirani zake, ana jirani ambaye anaelewana naye. Mimi nikasema labda kwa sababu watu wanamchukia. Tulieni basi. Nikasema labda watu wanamchukia. Labda watu wamemzushia kwamba wana sauti ya mtoto huku. Tukatulia kidogo, watu wakawa nakazia kwamba kuna sauti ya mtoto ilisikika hapa. Watu wakaingia, balozi, sui na nani wakaingia. Mimi kama nimejitenga pembeni kwamba nisije nikapata laana kwamba mtoto yuko ndani kumbe hayupo.
Wakaingia kuingia hapo kwenye buti, kwenye kuangalia kamera. Akaonekana mtoto kwenye buti. Sasa sijui ameingiaje. Maana yule mtoto asimami wala kitu chochote. Yule mtoto hamna kitu wote asimami wala nini. Sasa tukajiuliza huyu mtoto kama asimami ameingiaje mle? Ina maana atakuwa amemnyakua akamweka. Ule mtoto wa watu maskini, ule dada wa watu. Haya, mimi baadaye amenipa onyo kwamba sitaki hapa kumuona mtu yoyote bila kibali cha polisi. Mimi nikatoka. Nikaondoka zangu. Baadaye watu wanapiga kelele, nikatoka huko nilikojitenga nikaja. Kufika nasikia mtoto yuko huko, tukaja kuchungulia kweli mtoto yupo. Mtoto yupo, mimi watu wananishobokea, wanataka anipige. Kuna mama amenivutavuta sana hapa. Kwamba mimi nimemuona mtoto labda nikafanyaje? Nikanyamaza, tukio ambalo siwezi kufanya. Mimi siwezi kuona mtoto wa mwingine yuko pale kwenye buti alafu ni nyamazi. Hata kama kuna chuki kiasi gani, kwanza mimi sina chuki na ndugu wala jirani yote. Ameweka kwenye siti za nyuma huku. Unahisi yule mtoto ana uwezo mwenyewe kama? Hawezi, hana uwezo kwa sababu yule mtoto hata tunamfanyizaga mazoezi, tunamshika huku na huku, hawezi kusimama peke yake kwa ujumla. Swala hilo halifai. Alafu kwanza huyu mdada hapa hivi. Tuko kijiweni, kuna kona ni kali za kutosha. Yeye anakataga tu kona hata angalia. Kwanza salimii mtu. Cha kwanza hicho asalimiagi mtu. Yaani hatumuelewi. Kiufupi ni aame. Mtoto tumeanza kumtafuta kuanzia saa 10. Mimi nimejua ni utani. Napigwa sasa hivi tunaambiwa eti mtoto amekutoka kwa huyu dada yuko na huyo mtoto hawezi kutembea kutoka kwenye hii nyumba kuja hapa. Yule mtoto mimi nambebaga na mama yake, hawezi kutoka pale kuja hapa. Hatuambii mtoto amefikaje hapa. Hamna hata ukuta wa kushika kutembea kuja hapa. Wewe mtoto amefikaje hapa? Mtoto ni mlemavu, ni mtoto ni anakaa hivi ametulia mpaka bebo na bibi yake na mama yake. Penginevo ni maombi basi. Kwa hiyo mtoto kwamba huku ni maombi huko. Kwenye buti ni maombi. Sasa amefikaje kwenye buti? Siti za nyuma za gari ni konda huyo. Mtoto ni mdogo yule hajiwezi, yani wakubebwa, kupelekwa chooni, kunyweshwa uji, yani kila kitu. Kwa hiyo tuambie mtoto alikuwa anampeleka wapi? Yani wito wangu kwa serikali kwamba waangalie hili swala linakuaje, maana najua huyu atatoka, hana muda atatoka. Bwanake si mwanajeshi, atatoka. Kwa hiyo ni kwamba waame hapa hivi, hatutaki hizo biashara. Mume wake ana shida na mtu, mwanamke ndo atumuelewi. Yani ndio hivyo, yani asalimii watoto wanacheza mtaani, kuna kona nikali anakataga tu gari kama akataa. Anamharibulia, maana sisi tunaheshimiana naye, yule tunasalimiana, ni salamu mpanda toyo yetu 1 2 3, lakini mke wake akija atachagua toyo mara kapande huko anapopajua, hatumuelewi.